Mwaka wa 2002, tarehe 30 Disemba, hayati Emilio Mwai Kibaki aliapishwa kama rais wa 3 wa Kenya katika bustani ya Uhuru jijini Nairobi. Hii ilikuwa hafla ya kihistoria ya mwamko mpya wa kidemokrasia na uhuru wa kujieleza nchini. Mimi Mwai Kibaki naapa kwamba nitakuwa mwaminifu. Kibaki alichukua usukani wa urais kutoka kwa hayati Mzee Moi aliyekuwa ameongoza kwa miaka 24. Ufufuzi wa uchumi na uimarishaji wake ulipewa kipaumbele katika uongozi wake. I expect the new ministers and assistant ministers to strictly adhere to a new code of conduct and a management accountability framework. Katika miundombinu, Kibaki atakumbukwa kwa ujenzi wa barabara kuu ya Thika iliyogharimu shilingi bilioni 31. Barabara hii ya kilomita 50 inayopita Kasarani, Githurai, Ruiru na Juja ilitambulika na Kibaki kama fahari ya taifa iliyozinduliwa tarehe 9 Novemba mwaka wa 2012. Mnamo Julai mwaka 2012, Kibaki alianzisha kiwanda cha uzalishaji umeme cha Olkaria na alirahisisha uunganishaji umeme humu nchini. Maeneo mengi nchini yalianza kupata huduma za umeme wakati wa utawala wake. Mwaka wa 2003, Kibaki alianzisha masomo ya bure chini ya dira ya mwaka wa 2030. Juhudi zilizomtambulisha nchini na kimataifa. Hata hivyo, hakuna kizuri kisichokuwa na kasoro. Hayati Kibaki atakumbukwa kuwa rais aliyeapishwa usiku Ikulu mwaka 2007. Wakati wa uongozi wake, taifa lilikumbwa na ghasia za baada ya uchaguzi ambapo Wakenya wengi walipoteza mali. Tandabelua hilo lilisababisha taifa liwe na serikali mahuluti. Aidha, ni chini ya utawala wake ambapo Kenya ilipata katiba mpya mwaka wa 2010 iliyopigiwa kura na wananchi. Ni katiba ambayo sasa inajisimamia kuhusiana na utawala wa nchi na haki za wananchi, ikiwa maamuzi yanayofanywa mahakamani ni ya kupigiwa mfano. Harriet Chimea, K24 Weekendi.